gani sijui. Hayo ni yale maombi ambayo hayana, sio hoja yenye nguvu. Mungu hajibugi. Amen. Mungu anataka kumwambia biashara fulani, mtaji fulani, utafanya sehemu fulani. Ukishamwambia Mungu hivyo, Mungu anatafuta namna ya kusaidia. Amen. 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 Tusikae kizembe watu wa Mungu. Amen. Sisi ni watu wa Mungu. Tusikae kizembe watu wa Mungu, tuna akili ya kimungu. Tusikae kizembe. Tukae kama watu wenye roho wa Mungu ndani. Kwa hiyo unakuwa na picha yako kwamba hii nataka ndoa yangu, mume wangu akija atupendane na mimi nikitoka tukipendana. Hii ndio picha ninayotaka. Tuna watoto wazuri, wanaogopa Mungu. Jumapili tunaenda kanisani. Picha unakuwa nayo huku. Kwa unapokuwa unaomba kitu, Mungu anaangalia. Bila sema Mungu anaangalia neno lake apate kutimiza. Hapo mimi nakubadilishia na kukwambia Mungu anaangalia picha ulionayo apate kuitimiza. Kama ni nzuri atatimiza, kama ni mbaya, kama ni ile ya Mungu naomba mume wangu na Pepsi, sahau. Point ya mwisho kabisa kwa siku ya Mithali, andika kitabu kifuatacho, Mithali 19:21. Mithali 19:21. Hivi nasema mna hila nyingi moyoni mwa mtu, ila ni kusudi la Bwana ndilo litakalosimama. Kwa lugha ya kisasa tunasema kuna mipango mingi moyoni mwa mtu. Mithali 19:21. Mithali kwenye point ulioandika Mithali 19:21. Binasema mna mipango mingi moyoni mwa mtu, ila ni kusudi la Mungu ndilo litakalosimama. Maana yake ni kwamba kwenye moyo wa mtu kuna mipango mingi sana. Kwenye moyo wa mtu kuna makusudi mengi sana, lakini hayawezi kufanikiwa kama sio yale ya Mungu. Kwa hiyo nasema kuna hila nyingi, kuna mipango mingi, kuna mbinu nyingi kwenye moyo wa mwanadamu, lakini ni ule mpango wa Mungu tu huo ndio utakaofanikiwa. Kwa hiyo ukiwa unamwomba Mungu kwa baada ya mpango fulani, ukiona hujafanikiwa, uwe na hakika sio mpango wa Mungu. Mungu hata kinywa cha kunena bila sisi. Mungu anatumia sisi kunena. Kwa hiyo kama ulikuwa unasubiri eti Mungu akusemeshe, ndio ashakusemesha hivyo. Kama biashara unaifanya kama ile mafanikio mazuri, Mungu haitaki hiyo. Achana nayo, tafuta nyingine. Kwa sababu kuna mipango mingi moyoni mwako, Mungu anajua. Lakini ni mpango wake tu ndio utakaosimama. Maana ile yako haitasimama, itafeli. Amen. Hallelujah. Amen. Point ya mwisho ndio hii hapa sasa. Ya mwisho kabisa. Ujue namna unavyoishi. Ujue namna unavyoishi. Ujue namna unavyoishi. Hiyo ndio ya mwisho. Kwamba usiwe na malengo alafu unaishi tu kama watu wengine. Amen. Ujue namna unavyoishi. Unataka kutembea na Mungu, lazima ujue namna unavyoishi. Kwamba yaani ujue kwamba haya maisha ninayoishi hayampendezi Mungu. Kwa sababu nimeamua kutembea na Mungu, nabadilisha mfumo wa maisha. Haya maisha ninayoishi hayampi Mungu tukufu. Kwa sababu nimeamua kutembea na Mungu, haya maisha nabadilisha. Ndivyo Mungu anavyotaka. Ujue jinsi unavyoishi. Kuanzia kwenye kutoa kwako. Kuna watu Mungu anawabariki, lakini kwenye kutoa anaangalia kale kanyonge ndio anatoa. Mungu hataki hicho kitu. Mungu anataka mtu ambaye anampenda. Unajua ukimpenda mpenzi wako au mume wako, huwezi kumpa kitu kadogo. Utamletea thamani vizuri. Kwa pendo la Mungu kwako lilimfanya akamtoa mwanae wa pekee. Tuko pamoja kanisa. Pendo la Mungu kwako lilimfanya akamtoa mwanae wa pekee. Je, wewe pendo lako kwa Mungu umetoa nini? Hiyo ni point ya kujiuliza. Kama pendo la Mungu kwangu limefanya akamtoa mwanae wa pekee, je, pendo langu kwake nimetoa nini? Lazima uangalie. Sasa watu wa Mungu ukishazungumzia mambo ya kutoa wanawaza pesa. Jamani, kutoa sio pesa tu. Hata kutoa muda wako kwa ajili ya Mungu. Yaani Mungu anapenda siku moja sema mwambie Mungu, leo sitoki hapa ndani. Niko na wewe tu. Nitakuabudu, nitakusifu, nitakuimbia, nitakuomba, nitakushukuru, sio nitakuomba, nitakushukuru. Hiyo ni sadaka kubwa mbele za Mungu. Kama Mungu alimtoa mwanae pekee, wewe unatoa nini? Kwa sababu hata kama unatoa milioni moja, haimtoshi Mungu. Haimtoshi Mungu kabisa. Wale waweza kutoa 200,000, ukasema inamtoshi Mungu, haimtoshi. Hata milioni 100 haimtoshi Mungu. Na bahati nzuri kitu ambacho nafahamu ni kwamba Mungu haishi duniani kwa maana ya mwili, tunaishi sisi. Kwa hiyo ukimtolea Mungu sadaka, sisi ndio tunakula. Sawa eh? Sisi ndio tunafanyaje? Tunakula. Mimi Dennis ndio nakula sadaka. Na huyu bado hajafikia hatua ya kula sadaka. Atakapofikia naye atakula. Amen. Kwa mimi nazila. Sio nimependeza hapa. Ni sadaka zenu. Amen. Yaani wewe unadanganya, ni sadaka zenu. Kiatu kisikia kila wakaka hiki. Ni sadaka zenu nyie. Ni haki yangu mimi. Kwa sababu mimi ni mwakilishi wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo kama unampenda Mungu, tunaangalia unampa Mungu nini? Kuanzia muda wako, maneno mazuri. Kwa mtu aje kumwambia Mungu nakupenda. Hebu shangaa, kwa mtu aje kumwambia Mungu, Mungu mimi nakupenda. Baba yangu mimi nakupenda. Hajawahi. Mungu ampe Mungu nakupenda tu. Mpe Mungu nakupenda, nakupenda baba yangu, nakupenda baba yangu. Na kumwambia tunampenda, unampenda. Ndio Mungu anachokifanya kwako. Siku nyingine unaamka tu na kushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya maisha alionayo. Hivi kuna watu wangapi wamefariki, lakini mimi nipo. Nakushukuru sana. Asante. Uone. Mwambie tu Mungu hivi tu asante. Hizo ni sadaka. Sadaka sio fedha tu. Wewe unaamua unatoka unaenda kwa rafiki yako ambaye unajua ni hana kitu. Unaenda unatafuta chakula kizuri. Unaenda aidha kimeiva au cha kupika. Nenda, mwambie rafiki yangu nakupenda sana. Mungu akubariki, nyama hii hapa pika na watoto. Ukimpatia yule mtu akifurahi, Mungu mbinguni amefurahi. Umempa Mungu mwenyewe. Haleluya. Anasema amhurumie maskini, amemkopesha Bwana. Jamani,
nikimhurumia maskini amemkopesha Bwana. Hebu angalia, kumbe nikimhurumia maskini nikamfanyia kitu nimemkopesha Bwana. Na nimekwambia hivi, Mungu analipa na chenchi inafanyaje? Inabaki. Kwa ukimhurumia maskini mmoja akafurahi, Mungu anafurahi. Ukihurumia wawili, Mungu anafurahi. Watatu na wanne, Mungu anafurahi. Mungu akiamua kukulipa, atakulipa hivi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mungu awabariki sana kwa Mungu. Ninawapenda sana. Ninawapenda sana. Nataka niombe na wale ambao wana mahitaji binafsi. Yaani kama unahitaji binafsi, sio msiniambie shida yako, mimi nitaomba tu, Mungu atanieleza. Kama kuna kitu ambacho natamani uniambie ndio niombe, basi sio hapa, lakini hapa nitaomba tu kwa ujumla. Mwanao yuko wapi? Amelala? Jamani, mwana tabia za kuwatolea watu wenu sadaka. Sawa, za kunenea. Huyu mtoto mdogo hapa lakini Mungu anachoniambia ni kitu cha ajabu sana. Dogo amefungwa vibaya mno. Na ni mtoto tu hana kosa lolote. Hajamfanyia mtu yote kosa, lakini amefungwa hapo ulipo. Usifikirie. Lakini mtoto wako unatakiwa unaandaa sadaka, unamwambia, unasema hii ni sadaka ya fulani. Hii ni sadaka ya Fred. Baba, katika jina la Yesu nakushuhudia maisha ya Fred. Wewe ndio umenipa Fred. Maisha yake kuanzia leo nayafunika kwako. Adui asimwone Fred. Vita isimwone Fred. Wanawake wa hovyo wasimwone Fred. Unaomba, unatamka maneno yako kama mzazi, alafu unaitoa mbele za Mungu. Mabaya anataka kumsogelea Fred, anatoa sadaka. Amen. Yanarudi nyuma. Amen. Sasa kama unajaribu kutoa mwanao sadaka, akichukua toka pepo shuleni, anaingia. Shule anashindwa kufanya vizuri. Mtu mdogo lakini haeleweki. Mtu mdogo ana kiburi, hasikii, yuko hovyo. Unamlaumu mtoto wa watu, sio mtoto, mzazi. Njoo kijana wangu. Sawa? Mzazi. Kwa hiyo tutoe sadaka. Unaitwa nani? Nani? Amani. Oh, Amani. Anaitwa Amani eh? Amani Patrick Mfikwa. Unasoma darasa ngapi? 3. Unafanya vizuri darasani? Unakuwa ngapi? Mwisho. Simama watu wa Mungu. Sasa iko naweza hicho kitu hapo. Wala shida sio yeye. Sasa utamwona mtoto bure sio yeye. Hakuwahi kumtoa mwanao sadaka. Naomba hapo. Sio sadaka hizi za shukrani hizi za kanisani hizi kila siku. Sadaka maalum kwamba hii ni 100,000 ya mwanangu. Hii ni 50 ya mwanangu. Sadaka mbele za Mungu. Sio kufanya. Sasa utamwombea huyu mtoto wa watu lakini bado haitasaidia kwa sababu mwenye namna ya kumfungua huyu ni mama yake mzazi. Sio kila kitu kinahitaji tu maombi, vingine vinahitaji tu fahamu, funguke akili. Amen. Kwa sababu utamwombea hapa mtoto lakini bado kule wamefunga. Kwa hiyo tunataka ngoja na kitu kimoja. Kama simu yako kama hii simu namba yake ya siri ni 1414. Maana yake akikupatia hii simu kama ina milioni 1. Simekupa simu hii hapa. Hii simu si ya bei jamani. Lakini huwezi kuitumia kwa sababu unaona nini? Password, si ndio? Sasa kwa mambo mengine yanafunguliwa na password. Kwamba kama huyu alifungwa na sadaka, kinachomfungua huyu sio maombi, ni sadaka. Amen. Kama biashara yako inafungwa na sadaka, kinachofungua biashara yako sio maombi, ni sadaka tu. Yaani unajua mtumishi wa Mungu. Yaani unatakiwa tufahamu tu kwamba kumbe walipeleka sadaka, na unatafuta sadaka yako nzuri, wanainenea. Baba, katika jina la Yesu, kila sadaka iliyotolewa kufunga biashara yangu na ifungua kwa jina la Yesu. Kwa sadaka yangu hii, nafuta kila maneno yaliyoneno. Amen, amen. Toa. Usitoke kwa nabii akutabiria. Hata kumrudisha usiende. Toa sadaka uone mambo namna hii. Biblia inasema mambo ni moto. Si ndio? Mambo ni fire. Baada tu ya sadaka. Amen. Patrick, bwana Amani. Mimi nataka nikuombee ili Mungu akusaidie, sawa Lakini mama akutolee sadaka ya shukrani. Amwambie Mungu asante kwa ajili yako, lakini pia aitoe hiyo sadaka na awe anakuombea mara kwa mara. Anakuwa kama mwisho, si ndio? Sadaka. Anashikana za katikati. Yeye kasema mwisho. Kwa hiyo wewe nani anajua zaidi? Anayesoma nani jamani? Si mtoto. Hata mtoto ndo anajua zaidi. Mwisho hajaishika. Hajaishika. Eti uje kwa mwisho. Mtu anasema umewahi, usinitetee, usione aibu. Katika wa 200 ataweza kushika namba 20 mpaka 35. Kwa hiyo yeye anasema ya mwisho na inawezekana yeye ndo mwisho wake. Yeye ndo mwisho wake. Safi sana. Amani, thank you for the revelation. Haya, sasa ni maagizo nakupa. Mimi namuombea hapa sasa hivi. Mambo mafupi sana. Lakini wewe utafute sadaka nzuri umtolee Mungu. Mahali popote ambapo unaamini Mungu yupo. Jamani watu wa Mungu, sio kila sehemu unapeleka sadaka yako. Wewe unafundisha kitu kidogo bali ya sadaka, mnisikilize.
tunatoa sadaka sehemu ambayo tunamsikia Mungu. Amen. Amen. Hautoi sadaka sehemu ambayo hujui kumsikia Mungu. Yaani hata mimi kama hujui kumuona Mungu kwangu, hujui kumsikia Mungu kwangu, ukitoa sadaka ni bure, imepotea. Tunatoa sadaka zetu pale ambapo tunamsikia Mungu au tunamuona Mungu. Hapo ndipo tunapotolea sadaka. Ukitaka kujua nimejuaje, soma kitabu cha Mwanzo Kutoka. Watumishi Mungu walikuwa wanatoa sadaka. Kila sehemu ambapo alikuwa anamsikia Mungu, anajenga madhabahu, anatoa sadaka. Kila alipokuwa akifika Mungu akimtokea akifanya jambo fulani, anajenga madhabahu, anatoa sadaka. Sasa wewe huko tu hapa, amekuja mtumishi kutoka wapi? Amekuja tumefundisha hujamsikia Mungu, hujamuona Mungu, na kasadaka kako pale. Pipi unatoa. Kamefunga mambo yako. Mbona mimi nimemtolea Mungu? Ulitoa kwenye madhabahu gani? Lazima ujiulize. Sio kila madhabahu unatoa sadaka yako. Bila sema mahali hazina ya mtu ilipo. Ndipo na? Kwa hiyo maana kama umetoa hazina yako, hazina ni sadaka. Kama umetoa hazina yako sehemu mbaya, maana na moyo wako kwa sehemu mbaya. Kwa hiyo lazima ujiulize sadaka umetoa wapi? Jifunze kutoa sadaka sehemu ambapo unamsikia Mungu. Kama kuna mtumishi wa Mungu redioni anahubiri, unaguswa, unamsikia Mungu kupitia yeye. Akitoa namba ya kutolea sadaka, toa. Kabisa. Na ukimsikia Mungu kupitia mtumishi wa Mungu, usipotoa sadaka, hayo maneno yote unayosikia hayafanyi jambo lolote. Hiyo ni kanuni. Kama mkisema mtumishi wa Mungu atoa sadaka ni juu yenu, mimi ninawaambia ukweli. Kama mmesikia Mungu kupitia mimi hapa, alafu nikaondoka kutoa sadaka, yote uliyopokea hapa ni bure. Hayafanyi kitu. Amen. Lakini kama mmesikia Mungu, unaambatanisha na sadaka yako. Unajua maana yake nini? Maana yake ni kwamba unayamiliki yale ambayo ameyazungumza mtumishi. Kwamba haya ni ya kwangu. Maana yake unayalipia bili. Amen. Amen. Kama serikali ikikupa tu ile ufanye biashara na kuja kuchukua ushuru, kwenye maneno ya Mungu ni hivyo hivyo. Kwa hiyo umesikia neno la Mungu vizuri, umefurahi, unatoa na sadaka yako. Maana yake unayanunua yale maneno, yanakuwa ni ya kwako. Unaona matokeo yake. Amen. Haleluya. Amen. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya Amani ambaye kwa muda mrefu fahamu yake umefungwa na hawezi kufanikiwa. Kwa maana hiyo akili yake haiwezi kuona mwanga. Lakini nakushukuru kwa sababu umenionyesha jambo hili na ninaamini kabisa kuna jambo ambalo nimekusudia kulifanya. Kuanzia leo ufahamu wake na ufungua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na panda ufahamu mpya tangu leo. Roho zote za kurithi toka upande wa baba na zikataa juu yake kwa jina la Yesu. Roho zote za kurithi toka upande wa mama na zikataa kwa jina la Yesu. Kila neno ovu leo neno juu yake na aliamuru limwachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Aanze kufanikiwa kwenye masomo yake. Aanze kuwa na ufahamu. Akili ya kuzubaa iondoke ndani yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ufahamu wake ufunguke katika jina la Yesu. Akili zake ziweze kufanya kazi katika jina la Yesu. Leo hii mama yake anasema anashika namba za katikati, lakini mimi natangaza aanze kutoka katikati aje kwenye nafasi za mwanzoni katika jina la Yesu. Wakati mwingine mama akaja akashuhudia hapa kwamba mkono wako wenye nguvu umefanya kazi juu ya kijana huyu katika jina la Yesu. Natabiri badiliko ndani yake, badiliko la kishule, badiliko la kiakili, badiliko la kiutendaji. Kwenye kila jambo analofanya sasa, alifanya kwa ufahamu mkuu katika jina la Yesu. Nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Haya. Mama mtoto huyu hapa kuanzia leo ni mpya. Kuanzia leo ni mpya. Ili uone matokeo makubwa. Tafuta sadaka. Unasikia mama vizuri? Tafuta sadaka nzuri, mpe Mungu. Popote tunapomsikia Mungu. Popote mimi sijui nasali wapi, lakini hakikisha unamsikia Mungu hapo mahali. Ukikosa pa kutoa, njoo tu kwa mwanangu hapa. Atakuwa na neno kwa ajili yako, sawa toa tu kwa kiafu, utaona Mungu atafanya jambo. Amen. Amen. Jamani, natangaza leo lifuatalo. Ni muhimu sana. Mimi nitaondoka, lakini natamani tufanye jambo moja. Sisi tuko wengi sana hapa. Nataka tuanze hii kazi ya Mungu tunayofanya hapa iende mbali zaidi. Na ukifanya iende mbali kazi ni sisi wenyewe. Mimi nawaachia tangazo hili. Nilikuwa naongea na mwanangu muda fulani sikubaliza naye kwa sababu muda mambo alikuwa ni mengi. Nataka tutafute eneo sisi wenyewe. Hilo la kulipia au la vivute vile. Tuweke kituo cha maombi. Tukutane pale kila Jumapili jioni. Yaani tutakuwa tunakutana siku zingine, lakini Jumapili jioni pia tukutane na watu wengine. Kuna watu wako Romani, kuna watu wako KKT huko, kuna watu wako Pentecoste, wako wapi? Hawajapata mafundisho mazuri kama haya. Hawajapata kujua ukweli. Sisi ndio kuwasaidia. Tukikaa hapa Mungu hawezi kutuongeza. Mungu naye ana akili jamani. Mungu anaangalia. Hivi ingepo watu 50 watakaa wapi pale? Mungu anaangalia. Ndio maana mkijaa kuna wengine lazima wapungue. Mungu ana akili. Lazima wengine wapungue ili nafasi iwepo. Sasa tumuonyeshe Mungu basi fresh kwa imani. Mimi naondoka, tafuteni eneo. Kama kuna mtu mwenye eneo hapa anaweza kujitolea, sawa. Tujenge hema letu pale, watu watukute pale. Tuanzeni kazi ya Mungu. Jumapili tunaenda kwenye makanisa yetu, tunakwenda kuabudu, lakini ifika saa 9:30 tunakuwa pale. Tunafanya ibada kamili. Mimi nitakuwa natoka Morogoro na kuja hapa siku zingine. Tunafanya kazi ya Mungu pamoja. Hebu fikiria, pesa yako ikasababisha watu 10 wakaokoka. Ni furaha iliyoje.
Sio hicho kitu Pesa yako mchango wako ukasaidia watu 50 wakaokoka ni furaha. Pesa yako ikasaidia watu 100 wakaokoka ni furaha. Ni furaha mbele za Mungu. Sasa hatuwezi kukaa tu kama tutapata hatuwazi mbali. Lazima tuone mbali. Hiki kitu kimeanzia hapa. Tunatokea kitu kikubwa sana. Mimi nitatoa mchango wangu wa fedha kwa namna yote ile. Ila nataka mtafute eneo mseme baba tupata eneo. Ukishapata eneo ni shilingi ngapi tunalipia? Shilingi fulani kwa mwezi kwa mwaka. Tunalipia. Tunajenga hema pale. Tunaanza pale. Amen. Tunaanza pale. Sasa hapo tuko wachache hivi. Sio kwa sababu Mungu anapenda tu wachache. Mazingira yetu yatubana. Amen. Mazingira yetu yatubana. Mimi nimeachia hili ni wazo. Nikisema mpaka mwezi fulani mmekamilisha nitakuwa nimeingilia. Inawezekana una eneo lako unatafakari, inawezekana una rafiki yako ana eneo lake zuri mahali, anatuwazima tu tunaanza pale. Na hakika tutakapoanza tutasaidia watu wengine wengi. Na wewe na uhakika sadaka yako ikimsaidia mtu fulani umemkopesha Bwana. Amen. Na Mungu analipa. Na Mungu akilipa analipa na chenchi na baki. Amen. Okay, nani mwingine anatoa maombi binafsi? Sitaki anayeumwa. Magonjwa tushamanisha toa tiba jamani. Kuna hata kuomba tena ugonjwa sasa hivi. Tushatoa tiba tayari. Hapo mimi nataka niombe watu wanataka kufanya biashara. Kama unataka kufanya biashara simama tu. Tuombe kwenye biashara. Mwalimu unataka kufanya biashara? Wewe kata mtumiza Bwana. Yako wote hapa. Na mimi mtoto anaitwa Isaka lakini shuleni hafanyi vizuri. Yuko nyumbani. Sasa nimeona nilete hii pene maana kesho afanye mitihani. Sadaka. Amen. Enjoy nataka niombe watu ambao wanafanya kazi kwa mikono yao. Amen. Lakini wewe ambaye pia hutaki biashara, ila una jambo lako. Mimi sitaki kulijua sasa hivi. Sitaki kujua mambo ya watu sasa hivi. Kama Mungu hajanijulisha maana yake hataki nijue. Amen. Nishatoa tiba ya kutosha. Tiba ya leo inatosha kabisa. Kama nika ugonjwa, wanajua kukashughulikia. Si ndio watu wa Mungu? Si ndio mambo ya choka na wewe. Sasa haya. Tufunike macho yetu. Alafu tutafatisha maneno yafuatayo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimelisikia neno lako. Nami nimejifunza. Tangu sasa. Najiambatanisha. Na neno lako. Ya kwamba mimi nimbarikiwa. Ya kwamba mimi ni mzima. Ya kwamba mimi ni mtoto wako. Nina haki zangu kutoka kwako. Mungu Baba. Nasidai haki zangu. Nasidai haki zangu kutoka kwako. Kama mtoto wako. Kuomba unikumbuke kwenye kila jambo ninalopitia. Na Mungu umesema unazibariki kazi za mikono yetu kuanzia sasa. Kazi mikono yangu imebarikiwa. Biashara yangu imebarikiwa kuanzia sasa. Biashara yangu imekwisha kuinuka. Imeinuka. Wateja haki yangu katika jina la Yesu. Kwenye biashara yangu neema inifuate. Msaada unifuate katika jina la Yesu. Mungu Baba, ninakushukuru kwa hatua ya kwanza ya kusikia wewe. Hatua ya pili nitafanya mimi. Na hatua ya tatu nitakushukuru kwa sababu umeshatenda hata sasa katika jina la Yesu. Mwili wangu hawezi kuumwa tena. Magonjwa sio sehemu yangu tena katika jina la Yesu. Nakataa magonjwa. Damu ya Yesu iwe ndani yangu. Iondoe kila ugonjwa ndani yangu. Kila udhaifu ndani yangu. Uondoke. Kwa jina la Yesu. Mimi ni mzima. Wa kudumu. Mzima wa kudumu. Ni haki yangu. Katika jina la Yesu. Amen. Baba, nakushukuru kwa ajili ya kijana huyu ambaye amewakilishwa na kalamu hii. Anapoenda kufanya mtihani wake ukamtangulia. Natamka mema yamfuate. Inawezekana kwa namna ambayo fahamu wake hauko vizuri. Wewe Mungu unafahamu. Natamka badiliko kuanzia sasa. Malaika wamsaidie akafaulu vizuri. Kwa jina la Yesu. Na kwa sababu ni Mungu ambaye anafanya mageuzi na mapinduzi, na ameni utafanya tangu sasa katika jina la Yesu. Amen. Uwe na imani kubwa.
Mtabarikiwa sana. Unaweza ukaketi. Nashindwa kuaga sababu sijui kama kesho nitakuwepo au nitakuwa nimeshaondoka, lakini kama nikielekea Mbeya, mnakuwa na ibada nini tena Jumamosi? Jumamosi tunakuwa na ibada. Kesho tuko na ibada, kesho na Alhamisi mnakuaga. Sasa Alhamisi unapumzika kwa sababu tayari leo tulikuwa jana na leo tulikuwa pamoja. Ijumaa unapumzika, Jumamosi ndio? Kwa hiyo kama Mungu akinipa neema naenda Mbeya. Nitakaporudi Jumamosi nitakuja kuaga. Bila sema utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko. Kwa hiyo wenda utukufu wa mwisho ukawa mkubwa pia. Amen. Kwa Jumamosi nitakuwa hapa. Hata kama ni jioni nitawaona. Baada ya kuwaona tu nikishaomba na ninyi saa 1 saa 2 nitaanza safari yangu kurudi Morogoro. Tunaonana wakati mwingine. Na ili jambo leo hapa la kuhusu kutafuta na sehemu ya kuweka kambi ya Mungu niliwekele kwenye akili zenu mliombee. Tutajadili ninyi wenyewe. Ni Mungu amesema. Nabii akisema ni Mungu amesema. Amen. Naelewa vizuri? Nabii akisema ni Mungu amesema. Kuna watu watainuliwa watakaposhirikia ile jambo. Na nasema hivi, wewe libebe kama la kwako. Sio lazima utoe hela. Tafuta eneo ukipata muombe mtumishi, umepata eneo. Twende kaongea na mwenye eneo. Tayari ni sadaka yako. Kuna mwingine anaweza sione eneo. Wewe unajua eneo. Ukaenda, ukaangalia eneo lilipo. Ukasema eneo liko hapa. Wacha mwambie mtumishi, nimeona eneo. Akaenda kuongea na mwenye eneo. Tayari ukipata ile eneo, wewe ndio sababu tungemjuaje mwenyewe? Sio wewe umechangia. Maana yake watu wakikusanya pale mamia hata na kuabudu Mungu. Mungu anaangalia chanzo cha kutupatia hapa nani? Ya mama fulani. Baraka zinajaa kwako. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu ni mwema. Amen. Amen.